hii kwa niaba yenu kuwashukuru wanachama wa chama chetu nchi nzima kwa uvumilivu wao na moyo wa kujitolea na kwa jinsi ambavyo wamesimama imara. Tunajua watu wamepitishwa kwenye moto. Wanachama wetu kwa maelfu wameuawa, wamepotea, wengine wamepotezwa, wametekwa. Lakini watu wetu wamezidi kuwa imara hata katika kipindi kigumu hiki, wakiamini kwamba chama chetu ndio chama pekee kinachoweza kubadilisha hali hii, hali ya maisha yao wenyewe, hali ya maisha ya nchi yetu, uchumi wa nchi yetu na haki katika nchi yetu. Kwa nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana tena viongozi wote wa kila ngazi, kuanzia kwenye misingi ya chama chetu, kwenye kata mpaka ngazi ya kitaifa. Juzi nilibahatika kwenda kwenye kikao kilichofanyika hapo jimbo la Kibamba. Huwezi kuamini kwamba hiki ni chama ambacho kimefungiwa kwa siku 310 na mashambulizi mengi ya kutisha na watu kuuawa. Watu wamejitokeza kwa mamia, na along the road tulisimamishwa pale stendi ya Magufuli na watu. Hiyo inaonesha ni kwa kiasi gani, na actually ni proof ya dunia kwamba unapowaonea watu huwasambaratishi, unawaimarisha zaidi. Huo ni fact ya kihistoria kwamba walipojaribu kuwaonea wakina Mandela waliwaimarisha zaidi. Walipojaribu kuwaonea watu wote, hata Mwalimu Nyerere hapa, wakoloni walimfungulia kesi ya uchochezi, na viongozi waliokuwa watano wakipigania uhuru wa nchi yetu, wakina Jomo Kenyatta waliowekwa kule Kapenguria wakafunguliwa kesi na wakafungwa, waliimarika zaidi. Kwa hiyo nataka niseme chama chetu kimeimarika zaidi katika kipindi hiki, na hizo pongezi zenu zote ni kwenu viongozi kwa resilience, kwa sababu mngesambaratika nyie viongozi wa kamati kuu, pengine tusingekuwa na chama. Na hilo ndilo wanalotaka, kwamba tusambaratike, watu wakimbie. Watu wanapomwona katibu mkuu anajitokeza katikati ya vitisho, wanapomwona manaibu katibu wakuu, wanapowaona wajumbe wa kamati kuu, wanapomwona Boni hajayumba, Sugu hajayumba, Brenda yupo, anatoa matamko kila wakati, watu wanaimarika. Kwa hiyo nawapongeza sana. Nchi na dunia inasubiri kwa hamu sana kujua mwelekeo wa nchi yetu, na mwelekeo wa nchi yetu unatoka humu. Nataka niliseme ili kwa uzito mkubwa muelewe kwamba hapa mlipokaa hatima ya nchi yetu iko mikononi mwenu. Kwa hiyo mjue uzito wa majukumu mnayobeba. Kama ulikuwa unajiona kwamba wewe ni mtu wa kawaida tu, ujue kwamba kwa fact dunia inasubiri na nchi inasubiri kujua mwelekeo wa nchi yetu. Hiki ndio chama kikuu cha siasa za nchi hii, na ndicho chama kinachotoa mwelekeo wa siasa za nchi yetu. Kwa hiyo muelewe kwamba kwa siku 2 ambazo mtakuwa hapa, mjadili mambo kwa utulivu, na mkielewa kwamba Watanzania wanataka kujua, na sio Watanzania tu. Katibu mkuu baadaye atatoa taarifa hapo. Miongoni mwa watu ambao tumekutana nao kwa siku za karibuni wamesema nini kuhusu mwelekeo wa chama chetu na maamuzi tutakayotoa. Kwa hiyo mnapaswa kujua kwamba nchi iko mikononi mwenu na mnapaswa kufanya uamuzi wa busara, na baada ya hapa kwa kweli tuelekeze nchi kwenye yale ambayo tunatarajia yafanyike. Jambo la 3 ni msimamo wetu, na tunasisitiza kwamba mimi sikupaswa kukaa hapa naongoza hiki kikao. Mtu aliyechaguliwa na mkutano mkuu kuongoza vikao vya aina hii ni Tundu Lissu. Sisi wengine ni wasaidizi wake. Tunaitaka serikali imwachie Tundu Lissu mara moja,
na hii ni kauli ya chama chetu, ni kauli ya mkutano mkuu, ni kauli ya wanachama wote. Kwa tunasisitiza kama tulivyosema tena na tena kwamba tunataka Lissu aachiwe mara moja, kwa sababu hana kosa. Justice delayed is justice denied. Kwa mwaka mzima kesi kubwa yenye mwelekeo wa nchi, na narudia mbele ya wajumbe wa kamati kuu, tunataka Lissu aachiwe unconditionally, aje kuendesha chama hiki, kwa sababu yeye ndiye aliyechaguliwa kama kiongozi wetu. La mwisho, kwa hatua ya sasa, kwa wanachama wetu na viongozi nchi nzima, tumetoa agizo la kusajili wanachama na kuanza kuignite structure za chama zianze kufunction. Mikutano mikuu kila jimbo, kila kata, na kwenda kusajili watu. Watu wana mwamko mkubwa sana wa kutaka kujiunga na chama chetu. Hii ndio fashion. Chadema ndio fashion ya nchi hii. Kila mtu anayetaka kuonekana mtu sane, mwenye uelewa, mwenye mwelekeo, mwenye mapenzi mema na nchi, lazima ujinasibishe na Chadema. Ukionekana wewe ni mtu wa kutoka upande mwingine, si chama kingine, watu wanakuona wewe ni mhujumu uchumi tu, kwa sababu chama ambacho kinaaminika na wananchi ni hiki hapa. Ndio chama cha siasa kinachoweza kufunction hata ambapo hatukuwepo. Wakati hatupo, tumefungiwa. Vile vyama vyao mmevisikia. Chadema imerudi, kila mtu ana furaha. Siasa imerudi na tutafanya siasa. Sasa kwa sababu hizo, tumeagiza wanachama wetu kusajili wanachama wengine wapya na kuingiza idadi kubwa zaidi ya wanachama kwenye chama. Tunajua Dodoma walikuwa wameanza na watu wamekamatwa Dodoma. Viongozi wetu watano, naomba hiyo karatasi yenye majina hiyo. Wamekamatwa viongozi wetu eneo la Sabasaba Dodoma, wakiwa wanasajili wanachama. Chama hiki hakina zuio la aina yoyote la kufunction na kufanya kazi zake. Tunajua kumekuwa na utaratibu Dodoma hasa wa kujaribu kuzuia chama chetu, hata tulipofanya mkutano mkubwa sana uliotisha pale Dodoma. Baada ya kutoka pale, viongozi wetu wa wilaya wote walikamatwa na mkoa, na nafikiri kesi hiyo bado inaendelea, kwamba kwa nini tulifanya mkutano mkubwa vile Dodoma. Sasa kuna jitihada za makusudi za kuzuia chama chetu kufanya kazi pale Dodoma. Hatutakubali. Tunataka RPC awaachie mara moja afisa wetu wa chama ambaye anaitwa Shujaa Evarist, katibu wa mkoa Mheshimiwa Francisco Lawrence, na mwenyekiti wa baraza la vijana wa wilaya Dodoma Rukia Saidi. Tunataka waachiwe kwa sababu hakuna kosa walilofanya. Waachiliwe mara moja, warudi kwenye kufanya shughuli zao, na nchi nzima watu waendelee kusajili. Asanteni sana kwa mara nyingine, karibuni kwenye kikao cha kamati kuu, na Mungu awabariki, na nawashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi.